Rahma Suleiman kutoka Nipashe. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Kwa jina naitwa Rahma Suleiman, ni mwandishi wa habari wa gazeti la Nipashe. Nami niungane na mwenzangu aliyotangulia kupongeza Mheshimiwa Rais. Swala langu ni moja tu. Mheshimiwa Rais, matarajio yako ni yapi katika baraza lako hili jipya la mawaziri ili kuhakikisha mawaziri ambao umewateua wanaendana na kasi yako ya kuleta maendeleo na mabadiliko? Asante. Asante. Mkono mwingine tumalize. Thabit Madai. Assalamu alaikum. Kwa jina naitwa Thabit Madai, ni mwakilishi wa Clouds Media, nikimaanisha Clouds TV na Clouds Radio. Mheshimiwa Rais, swali langu ni moja tu. Ni kwa namna gani serikali yako imejipanga kuwekeza katika uchumi wa kidigitali ukizingatia thamani yake kuwa ni nyenzo muhimu? Asante, ni hilo tu. Okay. Sawa, naomba tumsikilize Mheshimiwa Rais wa majibu alafu tutaendelea. Asante. Nashukuru kwa maswali hayo. Nikianza la kwanza la kutoka Wasafi kwamba ni vigezo gani tunavyotumia katika kupanga baraza. Vigezo ni vingi na ndio maana hii kazi si rahisi sana. Unapanga, unapangua, unapanga, unapangua mpaka ufike sehemu unatoa kama Mungu alivyokusaidia. Vigezo vikuu naweza nikasema cha kwanza ni mpangilio wa kila mkoa. Sababu nchi yetu ina mikoa 5, ni muhimu kuhakikisha kila mkoa unapata mwakilishi kwenye baraza. Cha pili ni elimu. Elimu ya wahusika ni muhimu katika kutekeleza majukumu yao. Kwa hivyo tunafuata uweledi na elimu katika sekta. La pili ni uzoefu. Kuna watu katika tuliowatangaza hapa wana uzoefu, na tunachotafuta kutoka kwao ni uzoefu wao. Kwa hiyo mnaweza mkaona kuna majina ya watu ambayo wako siku nyingi lakini ni wazoefu. Jingine tunalofuata ni jinsia. Unapokuwa na baraza lazima uhakikishe jinsia zote zinapata nafasi kwa idadi inayoendana. Haiwezi kuwa sawa kwa sawa, lakini kwa idadi ambayo inaendana. Halafu kuna swala la visiwa vyetu. Zanzibar ni Unguja na Pemba. Kwa hiyo lazima kuwe kuna wanaotoka Pemba na wanaotoka Unguja, kama vile ambavyo nimesema awali, kufuata mikoa yetu 5. Sasa kuna vigezo vingine vingi zaidi ya hapa, lakini itoshe kusema kwamba kazi hii ugumu wake uko hapo katika kuhakikisha kila kigezo kinazingatiwa. Swali la pili kutoka Nipashe. Matarajio yetu ni nini? Bila shaka unapounda serikali, matarajio yako, mimi binafsi, makuu ni mawili. La kwanza ni kuweza kutimiza ahadi zetu zote tulizozitoa wakati wa kampeni. Na tumetoa nyingi. Lakini ukiacha ahadi, tuna ilani ya uchaguzi. Lakini tuna mipango yetu ya maendeleo ya ZADEP. Tuna vision yetu ya 2050. Lengo na madhumuni ni kuweza kuhakikisha kwamba haya yote tunayafanya kwa kadri tutakavyoweza. Sasa matarajio yangu kwa hawa ambao tumewateua leo ni kwamba waweze kuwajibika ipasavyo kuhakikisha kwamba ahadi zetu tunatimiza, lakini vile vile tunatimiza yote yaliyomo katika ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi, lakini vile vile tuende kwa kasi tofauti na kipindi kilichopita. Jambo la wiki moja lifanyike kwa wiki moja, sio miezi 3 wala 6. Lakini wawe tayari kuhakikisha kwamba wanashuka, hawakai ofisini, wanaenda kwa wananchi kutatua kero na changamoto za wananchi. Lakini la mwisho,
mimi naingia katika kipindi changu cha pili na ndicho cha mwisho. Kwa maana hiyo, lengo langu ni kuacha alama, kuweka legacy. Nikitoka niwe nimeacha mambo makubwa, atakayekuja au atakaokuja waseme hili na hili na hili limefanywa na serikali ya awamu ya 8. Kwa hiyo haya yote haya yatawafanya niliowateua aidha wafanye kazi au watupishe. Hatutokuwa na nafasi tena ya kusema kwamba tunabembelezana. Hayo ndio matarajio yangu. Swali la 3 kutoka Clouds, uchumi wa kidijitali. Kwa wakati tuliokuwa nao katika dunia, huna mbadala. Lazima uende kwenye uchumi wa kidijitali. Na ndio maana kwa makusudi nimeamua kuunda wizara maalum itakayodeal na mawasiliano na teknolojia ya habari. By the way, nimesahau jambo moja ambalo napenda nilirekebishe. Hii wizara itakuwa inaitwa mawasiliano, teknolojia ya habari na ubunifu. Lengo letu ni kuhakikisha serikali inaendeshwa kidijitali katika nyanja zote, utoaji wa huduma, ukusanyaji wa mapato, kila upande, ili tuhakikishe kwamba tunakwenda na wakati tuliokuwa nao. Leo bila ya digital transformation, hiyo serikali itakuwa imeachwa nyuma sana. Tunataka kufika huko, na ndio maana tumefanya kwa makusudi kuwa na wizara itakayosimamia digital transformation katika uendeshaji wa serikali yetu. Asante. Asante sana Mheshimiwa Rais. Naomba sasa tumalizie sehemu yetu ya mwisho ambayo itakuwa na maswali 4. Naomba tunyoshe mikono. Mtumwa kutoka Azam Media. Asalamu alaykum. Mheshimiwa Rais, nikupongeze kwa mkeka ambao umetufanya tu pressure zipande zishuke kwa muda mrefu. Utasema sisi ndo wateule. Swali langu utajikita zaidi katika kipindi chako cha mwanzo. Ni wizara gani ambayo ilikuwa na kunyima usingizi katika utekelezaji wa uletaji wa maendeleo kwa wananchi? Na kipindi hiki cha awamu ya pili, wizara hiyo sasa ukaipatia mwarobaini wake, liko na kwamba inakwenda kutatua changamoto ambazo wewe unaziakisi kuleta maendeleo makubwa na kuendana na kasi yako kubwa katika nchi. Asante. Asante kwa swali. Abdalla Pandwe kutoka Star TV. Asante na kushukuru Mheshimiwa Rais. Kama wenzangu walivyotangulia katika maelezo yako, wakati unajibu maswala ulizungumzia matarajio yako, na matarajio yanataka uwajibikaji wa kweli. Je, kutakuwa kuna mfumo maalum wa kufanya tathmini kwa wizara hasa katika masuala ya kiutendaji? Hilo tu Mheshimiwa Rais. Asante. Asante. Naomba Mwananchi hapo, Jesse kutoka Mwananchi na The Citizen newspaper. Asante. Naitwa Jesse, kama nilivyotambulisha natoka kampuni ya Mwananchi Communications. Na mimi nikupongeze kama ulivyotangulia kupongeza wenzangu. Swali langu ni moja, Mheshimiwa Rais. Wakati unazindua baraza la 11 la wawakilishi juzi, ulisema utatilia mkazo swala la nidhamu na uwajibikaji. Pengine tungependa kufahamu ni haya mambo mawili yamekuwa changamoto kwa kiasi gani na inaathiri utendaji kazi unaofuata misingi ya kisheria. Asante. Asante. Naomba tuhitimishe na mzee wetu hapa, Faruk Karim kutoka ITV. Assalamu alaikum. Naitwa Faruk Karim natokea ITV na Radio 1. Nikupongeza Mheshimiwa kwa mkeka wako ambao naona utaanza kuruka. Nilitaka kujua kitu gani kilichokufanya
baadhi ya wizara uzivunje alafu zingine kuziunganisha, na wakati hayo uliyofanya sasa hivi ulikuwa na uwezo wa kufanya awamu iliyopita, lakini umekuja sasa hivi awamu hii yako ya mwisho kama ulivyosema umeziunganisha na umeunda wizara huku na huku umezichanganya. Ni kitu gani kilofanya? Lakini pia sikukusikia ukisema, nakumbuka awamu iliyopita ulipolizindua ile baraza, kama ulikemea, kama ulitoaonya mtu yote akiboronga unamtimua tu. Wana safari sikukusikia kusema kama hivyo, labda hilo unalizungumza. Asante Mheshimiwa Rais, tuko tayari kusikiliza majibu yako. Asante sana. Nianze na la Azam Media. Wizara ambayo ilikuwa inaninyima usingizi ni ipi na utatuzi tunapataje? Labda niseme hivi kwamba si wizara, ni sekta, na ndani ya sekta unajua kiufupi ni kwamba tumeahidi watu, na unapokuwa umeahidi watu muungwana lazima utekeleze. Sasa ukiambiwa kuna tatizo la maji, na tatizo la umeme, kuna tatizo la afya, kuna tatizo hili lile, unaona kwamba hujatimiza wajibu wako ipasavyo. Kwa hiyo kipindi hiki tunachotaka, kama nilivyosema katika maelezo yangu, sitaki mawaziri, manaibu waziri, makatibu wakuu, wakurugenzi wa kukaa ofisini. Nataka watu waingie kwenye jamii wakatatue matatizo ya watu. Kwa hiyo ukiniambia nini kinaninyima usingizi, kwa kweli hakuna kitu maalum kwamba kimoja au viwili, no. Mambo ni mengi na lawama ni nyingi na changamoto ni nyingi. Kwa mfano, wakati wa uchaguzi, wakati wa kampeni, tulikwenda kuzungumza na wakulima wa mabonde yale ya mpunga yale. Wakanambia hapa kuna tatizo la umeme, hatuwezi kumwagilia, pump ile transformer imeharibika, hatujabadilishiwa muda sasa. Siku ile ile nilivyosema nataka hiyo transformer ikapelekwa na watu wanamwagilia. Sasa yale si lazima yamfike rais. Yale yalipaswa yao yameshakwisha zamani. Hali kadhalika tulivyokwenda Mji Mkongwe darajani, wakasema tuna tatizo la umeme hapa, siku ile ile ukatengenezwa. Sasa nataka watu watoke wakatatue changamoto. Na hii ni wizara moja tu ninayozungumzia ya umeme, lakini wananchi wangapi wametuambia kwamba mikopo haijafika huko? Watu watoke waende kule chini wakahakikishe kama tumeahidi mikopo inapatikana mikopo. Kwa hiyo ninachojaribu kusema hapa ni sekta nyingi na hususan za huduma za jamii zinahitaji kufanywa kazi kwa karibu zaidi. Yaani safari hii tuje na mpango maalumu wa kwenda kwa watu kuhakikisha tunatatua changamoto, lakini tunahakikisha kwamba yale tuliyoyaahidi yanatekelezwa. Kwa hiyo nalisema hili kwa ujumla, si sekta maalum. Swali la Star TV, mfumo wa tathmini utakuwepo? Naam, lazima uwepo, kwa sababu tunachosema hapa ni kwamba tunataka kuwa na watu watendaji. Watu watakuwaje na utendaji kama hakuna vigezo vya utendaji? Kwa hiyo moja ya kazi ya hii PDB, ukiacha delivery kwamba kuhakikisha utekelezaji, basi kwa pia kuna utaratibu wa kutathmini. Kila mtu aliyepewa mamlaka ahakikishe kwamba anatekeleza kile alichotakiwa kutekeleza. Kwa hiyo tutaweka mfumo wa tathmini, na taarifa tu ni kwamba mfumo wetu ule wa Sema na Rais. Sema na Rais unakuwa unapokea malalamiko, lakini mpaka sasa hivi haupokei taarifa za utekelezaji. Tutaweka mfumo wa kuhakikisha kila kinacholetwa kama malalamiko utekelezaji wake pia unaonekana, ili tuweze kupata uhakika wa kwamba tathmini ya kila mmoja katika watu tuliowapa majukumu haya wanatekeleza majukumu yao. Swali kutoka mwananchi ni nidhamu na uwajibikaji. Ni kweli kwamba kama tuna changamoto katika utumishi wa umma, ni swala zima la nidhamu, swala zima la uwajibikaji. Kwa kiwango kikubwa
wengi hawajawajibika ipasavyo. Sasa katika hotuba yangu ile nilisema tutaipa kazi taasisi ya GSO ili wasiwe tu kazi yao kutupa taarifa ya vetting kwamba huyu ana kasoro hii, huyu ana kasoro hii. Hapana, watu wakiwa kazini watuambie nani anawajibika, nani hawajibiki, ili tuweze kuchukua hatua. Wasisubiri pale tunataka kumteua mkurugenzi kuwa katibu mkuu ndio anasema unajua huyu wakati kwenye ukurugenzi wake alikuwa hawajibiki. Tunataka kusikia mapema ili tuchukue hatua, ili tuweke watu ambao watakuwa wanatekeleza wajibu wao. Kwenye utumishi wa umma uwajibikaji ni swala la msingi sana. Ukikosa uwajibikaji, haya mengine yote tunayoyazungumza haya yatakuwa kazi bure. Kwa hiyo ni muhimu tuweke sasa hivi mkazo maalumu kwenye uwajibikaji, lakini uwajibikaji unataka nidhamu vile vile. Swali la mwisho la ITV, maamuzi ya kuongeza wizara na kuziunganisha. Nadhani nimeeleza pale nilivyoanza. Sababu kuu ya kuongeza ni kwamba baadhi ya wizara zilizidiwa na majukumu, alafu ikawa majukumu mengine kama vile hayashughulikiwi ipasavyo. Unapompa mtu kazi ya barabara za nchi nzima na viwanja vya ndege na bandari, unaweza ukajikuta mawasiliano haijapata mkazo unaostahiki. Na ndio maana basi tukaamua basi hebu mawasiliano, maana ina umuhimu wake wa kutosha kabisa. Digital transformation katika nchi ni jambo la msingi sana. Ndio sababu ya kuigawa hiyo wizara. Hivyo hivyo kwa wizara nyingine ile ya vijana, ajira na uwezeshaji, pale tunataka mkazo maalum. Na ndio maana tukisema basi iwe peke yake ili tuwape mkazo maalum. Unapowaahidi vijana ajira zipatikane, na wale ambao hawawezi kuajiriwa waweze kujiajiri kwa kuwezeshwa. Sasa mkazo maalum unahitaji. Hii ndio sababu ya msingi ya kupangua hivi tulivyofanya, lakini lengo na madhumuni ni kuongeza ufanisi wa utendaji katika wizara hizi. Hili la mwisho ulisema ni wakati ninazungumza kipindi kile nilisema mtu ambaye hatowajibika tutamtimua. Ndio nimesema haya leo tunatangaza hapa, lakini tutazungumza na wahusika baada ya kuapisha. Pale ndio sehemu ya kusema kila mtu aelewe kwamba tunataka watu watakaowajibika. Spidi ya awamu iliyopita, kwa maana ya kipindi cha kwanza cha awamu ya 8 na spidi ya awamu ya pili lazima ziwe tofauti. Hatuwezi kwenda vile vile. Lazima twende na spidi kubwa zaidi ili tuweze kutimiza. Nataka nirejee nilichosema. Nina miaka 5, Mwenyezi Mungu akituweka hai na uzima na salama, miaka 5 hii tufike pale tunapokusudia kufika. Ili kweli kama slogan yetu ya kampeni, uongozi unaoacha alama, tuache alama kweli kweli kila sehemu katika nchi yetu, Unguja na Pemba. Hili ndio lengo, na kwa kweli wale ambao hawatawajibika sidhani kama watakuwa na nafasi. Na kwa taarifa tu kwamba safari hii watu wengi wamenishauri huko, wanasema ongeza ukali kidogo. Mimi siongezi kidogo, nitaongeza sana. Kwa hiyo safari hii watu waliopata nafasi basi wajue kwamba wamepewa jukumu na kila mtu awajibike katika jukumu lake ili tuweze kutekeleza yale yote ambayo tumewaahidi wananchi. Na nimalizie tu kwa kusema, nichukue fursa hii kutoa shukrani zangu za dhati kwani nyote waandishi wa habari kwa coverage nzuri sana ya uchaguzi katika nchi yetu. Na taarifa zilikuwa zinatoka vizuri, mlikuwa mnahamasisha amani, tumefanya uchaguzi katika hali ya amani, first class. Mnastahili kupongezwa sana kwa kazi nzuri mlioifanya. Kwa hivyo nimalizie kwa kusema kwamba tunaomba tuendelee kushirikiana. Tuna kazi inayoanza sasa. Kazi hii ni lazima tuhakikishe wanahabari mko pamoja na sisi katika utekelezaji. Pale penye kasoro, nyie mwe wa kwanza kutuambia hapa kuna kasoro ili tuweze kurekebisha. Kwa hivyo
pengine nitapata nafasi ya kukutana na nyinyi kama ambavyo nimepanga kukutana na makundi yote yaliyoshiriki katika kampeni. Tulimwomba Mwenyezi Mungu atupe amani katika nchi yetu. Tunashukuru, lakini tumeweza kupata ushindi mkubwa tuliotarajia, tumeupata, na kwa kweli kulikuwa kuna mchango wa kila upande. Nimedhamiria kukutana na wale wote waliotusaidia wakiwemo wanahabari ili tuweze kupongezana na kupeana shukrani kwa karibu zaidi. Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, kwa upande wa kupongeza Mheshimiwa Rais, ili watanisumbua sana wanahabari, ili especially mtumwa pale tatusumbua sana. Mheshimiwa Rais, viongozi mbalimbali wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, wanahabari, na huu ndio mwisho wa hafla yetu kwa siku ya leo. Kwa heshima tunakuruhusu uendelee na majukumu mengine. Asante sana Mheshimiwa Rais.